kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha na kutukusanya katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Alhamdulillah walhamdu daiman lillah. Haifichiki yoyote kati yetu kuwa tumeingiliwa na mwaka mpya, na leo ni siku ya pili katika mwaka kama huo. Na tumeelezwa katika khutba zilizopita kuwa hawia yetu ya Kiislamu tumepokonywa kwa siku nyingi, ikawa watu wanajua na kutambua mwaka huu wa miladi kuliko ule mwaka wa hijri, lakini hilo halituzuii kukumbushana masomo na ibara ambazo kwamba zinapatikana katika kukatika miaka na kukimbia miezi na kusonga masiku. Wala siko hapa kuzungumza kama ilivyozoeleka namna miaka inavyokwenda mbio, kama alivyoashiria Mtume katika alama za kiyama, taqarubu zaman, mwaka utakuwa kama mwezi, mwezi utakuwa kama wiki, wiki itakuwa kama siku, siku itakuwa kama saa, na saa itakuwa kama kuwasha moto. Wala vile vile si lile lilozoeleka la kukumbushana kupatiliza wakati katika kufanya mema. Leo nataka nichukue upande tofauti katika kadhia ya mwaka mpya. Mwanadamu apenda mapya. Miezi kadhaa nyuma alikuwa akitumia iPhone 16, sasa ataka 17 ndo mpya. Ile WhatsApp alikuwa anaitumia imetoka version nyingine, kwa hivyo ana update, ataka kwenda na mpya iliyoko. Mara utasikia mtu amebadilisha gari, ni lile lile alilokuwa akilitumia mwanzo, nembo ile, kampuni ile, lakini atakwambia ni model mpya. Kwa hivyo huku ni new model, huku ni new version, huku ni new style, new. Zinamshughulisha sana hizi mwanadamu. Lakini swala adhimu na kubwa ambalo kwamba tutatakikana tujiulize mimi na wewe, je, sisi kama wanadamu tushajifikiria sisi kujifanya wanadamu wapya? Ubadilike wewe, ile version yako ya 2025 na nyuma huku ije nyingine mpya sasa ya 2026. Na tukizungumzia mwanadamu kubadilika, hatumaanishi shakli ya nje, kwa sababu mara nyingi ukifuatilia katika mitandao ya kijamii utaona posta imeandikwa muonekano mpya wa fulani. Sijui ligi kianza utaona player fulani anasuka rasta, mwanzo alikuwa afanye hivyo, mwingine ametia nyele rangi. Hatuzungumzi muonekano wa nje tunapozungumzia upya, na hii ni ishkalia inapata wengi mara nyingi. Yani leo wewe ukiwa una simu yako imejaa applications ndani, imeanza kuhanga, imeanza kuwa nzito. Ukichukua simu ile ukaenda ukanunua cover mpya ukaja ukaibandika, ama ukaenda sijui ukanunua screen protector ukaja ukaibandika, hujasaidia bado. Shakli ya nje umebadilisha, lakini kuhanga utabaki pale pale, uzito wa kutumia utabaki pale pale. Kwa hivyo kinachohitajika hapa ni utafute software nyingine. Vipi utaformat, vipi uta update software, vipi? Hapa ndo lile tatizo liondoke. Sasa tunapozungumzia mwanadamu mpya, tunazungumzia hali ya ndani
upande kwa lugha ya kikompyuta, sio hardware, nazungumzia software. Upande wako wa ndani, vipi utaweza kubadilika uwe ni mtu ambaye kwamba ni mpya? Huu ulimwengu tunaoishi ndani yake, ukifuatilia tarikhi, kunapatikana visa vingi katika historia ambavyo kwamba havina idadi. Kuna watu walijaribu, wengine wakafeli katika kujaribu kule, lakini katika kule kufeli, kuna yule ambaye kwamba kuanzia mtihani wa kwanza alipopimwa subra yake alinyosha mikono akasalimu amri, na kuna yule aliendelea kupambana akijua kuvunjika mwiko si mwisho wa kusonga ugali, akijua kufeli sio mwisho wa kisa chake, sio mwisho wa maisha yake, bali huenda ikawa ni mwanzo wa kuanza chapter mpya ya kisa chake ambacho kwamba kitamjenga yeye kama mwanadamu mpya. Ni miji mingapi ambayo kwamba iliangamizwa na vita ikaja ikanyanyuka, leo inaongoza katika kuproduce bidhaa mbalimbali. Hawakuteremkiwa watu na bomu la nyuklia likawamaliza na sumu ikaenea, lakini leo ni katika nchi ambazo kwamba zinaongoza katika kutengeza vifaa mbalimbali, magari na vinginevyo. Je, walikata tamaa walipopatwa na masaiba yale wakasema sisi kuisha mambo yetu, ama walirudi na mfumo mpya na strategy nyingine na plani iliyokuwa nzuri, wakaweza kusimama kwa miguu yao na wakaweza kutambulika ulimwengu mzima leo? Hivyo katika maisha ambayo kwamba tutaishi ndani yake, kuna masiku na mambo ambayo kwamba yatakufurahisha, yamejaa mapenzi, yamejaa kheri, yamejaa ataa, lakini kuna na kinyume. Man sarrahu zamanun saathu azmanu, kama anavyotuambia mshairi, hiya dunya kama shahadtaha duwalu, ndo dunia ilivyo maumbile yake kama ulivyoishuhudia dola mbalimbali. Man sarrahu zamanun, yule atakayefurahishwa na zama, saathu azmanu, si zama moja, zama nyingi zitakuja kumfanyia mabaya ama hazitomfurahisha. Kwa hivyo kama vile kuna mazuri na kuna na mabaya. Tatizo ni kuwa yale wakai, matokeo ambayo kwamba yanatokea yanawacha afkari na mawazo ndani mwetu. Yale mawazo yanageuka kugeuka kuwa hali ya maisha yetu, kisha baadaye, narudia, yale matokeo unaopambana nayo. Yani leo unapambana na mtu, unamwambia ukweli, unaokoka, kisha unasema asidku yanju, ukweli mashallah, unamwokoa mtu. Kesho unapambana na maukifu nyingine, unasema ukweli, kisha unapatwa na mtihani, unasema kumbe inaokuwa ni uongo. Sasa inajengeka ile fikra ndani mwako kwa uongo ndo wenye kuokoa. Leo umependa mtu ukamthamini na yeye akakuthamini na akakupa kipaumbele, ukasema hakuna kitu kizuri duniani kama mahaba. Kesho ukapenda mwingine, shekhi, akakuonesha nyota za mchana. Ushawahi kuona nyota mchana? Akakupeleka mbio kisiginyo kisogoni, mpaka ukasema sitaki kitu chaitwa mahaba. Leo unaweza kwenda mbio ukajituma ukataabika, watu waka appreciate mbio zako na namna ulivyojituma, ikajengeka ndani mwako kuwa kwenda mbio kunatambulika katika jamii. Lakini na mara nyingine ukaenda mbio ukataabika,
ndio ikawa sababu ya matatizo yanayokukumba, ikajengeka kwako kuwa afadhali ukae utulie usifanye chochote. Umeona? Sasa tatizo kubwa ni kuwa lau zingekuwa nusu kwa nusu zile fikra nzuri na mbaya zinazojengeka ndani kwako, ingekuwa kidogo sahali. Lakini studies zinabainisha kuwa 80% ya fikra zinazompata mwanadamu kila siku yaumia, 80% ni negative thoughts, afkar salbia. Sasa zile zikijengeka ndani, mwisho unaona hali yako, bali hali ya jamii yote inabadilika. Unajiuliza, kuna tatizo gani haswa? Mbona kati ya kila ndoa 10, 5 zinaishia katika talaka? Hivi mbona katika mambo yanayosababisha kifo kwa wingi katika huu ulimwengu ni al-iktiab, depression? Hali zimetokea wapi mpaka kufika hapa? Ni zile afkara ambazo kwamba zajengeka. Sasa zilikuwa zikijengeka kidogo kidogo, zinarundikana, zinakusanyika kwa wingi ndani mwako, mwisho unakuja unarepuka. Hukupatiliza wewe kutoka katika ile hali ukawa ni mwanadamu mpya mwenye hali nyingine tofauti. Na haya mabadiliko anaashiria Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq. Hivi haujafika ule wakati? Swali hili tunaulizwa yani katika vifaa ulifika kitambo, tubadilisha kila leo. Katika softwares kila siku tu update. Lakini katika sisi wenyewe nafsi zetu, je, kuna siku umetaka kuwa mpya wewe? Sasa Mola anakuuliza, alam ya'ni lilladhina amanu, haujafika wakati kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, zitanyenyekea nyoyo zao kwa utajua Mola, wama nazala min alhaq, na kilichoteremka katika haki. Kisha Mola akatuambia nini? Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amadu, na wasiwe kama wale waliopewa kitabu kabla. Wale walikuwa na hali gani? Asema fatala alayhimul amadu, ikarefuka ile amad. Maanake wakachukua muda mwingi katika kukusanya ule uchafu ndani mwao, unakusanyika, mwisho unafikisha katika natija gani? Fakasat qulubu, nyoyo zao zikawa kasia, zikawa ngumu, zikawa zimesusua, zikawa na ukavu nyoyo zile. Wakathiru minhum fasiqun, mwisho kafikisha katika ufuska. Kwa hivyo Mola anatunabahisha katika aya kama hii kuwa kila unapokusanya fikra mbovu ndani mwako, kila unapokusanya uchafu ndani mwako, inakufikisha katika qasawatul qalb, katika moyo uliokuwa ni mgumu, unakufikisha kisha katika ufuska. Ahwali zinabadilika, unaona mambo ya kimaajabu tu yanaendelea katika jamii. Sasa kila mmoja akae na nafsi yake, angalia hali aliyoko ndani yake na hali ambayo kwamba Mola anamtaka awe yeye ndani yake, afanye mukarana, compare kati ya hizi vitu viwili. Hii ndo mimi hali niko ndani yake, na hii ndo hali Mungu anataka niwe ndani yake. Ikiwa kuna tofauti kubwa kati ya hizo hali mbili, basi amua kuanza kubadilika. Na hii ndio manhaji ya mitume wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala awaliwaleta mitume ili wawatoe watu katika kiza, wawapeleke watu katika mwangaza, wawafanye wale watu watakuwa ni watu wapya. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kitabu tumekuteremshia ili utoe watu katika kiza kuwapeleka katika mwangaza. Kwingine Mola anatuambia kad anzalallahu ilaykum dhikra
rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinatin liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hii ndio ilikuwa manhaj na mfumo wa mitume wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wanakuja watu wamechafuka, kila sampuli ya tabia mbovu, ahwali mbaya zilizozalika kutokana na fikra mbaya, wanawabadilisha. Angalia Sayyiduna Jaafar at-Tayyar, Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu, alipokuwa ametumwa na mtume Habasha, alipokwenda hijra, na Makureshi wakatuma jopo lao ili wawarudishe Makka. Sayyidina Jaafar alimwambia nini An-Najashi katika hiwari iliyopita kati yao? Anamwambia kunna qauman ahla jahiliya, sisi tulikuwa ni watu wanaoishi katika jahiliya, kila sampuli ya uchafu. Akataja baadhi, na'budu al-asnam, tulikuwa tukiabudu masanamu. Asema wanati al-fawahish, na tunafanya machafu. Wanusiu al-jiwar, na tunaamiliana vibaya na jirani. Asema wayakulu al-qawiyyu minna ad-dha'if, na yule mwenye nguvu anamla yule mnyonge dhaifu. Hii ndo hali tulokuwa ndani yake sisi. Asema thumma ja'ana rasul, angalia hali ya pili sasa. Kisha akatujilia mtume, naarifu nasabahu wa sidqa, sisi tunajua nasaba yake, hatuna shaka naye, tunajua ukweli wake, tulikuwa tukimuita as-sadiqul amin kabla ya kutumilizwa. Taib, akafanya nini mtume kama huyo? Asema fa amarana bisidqil hadith, akatuamrisha tuseme ukweli, wa ada'il amana, na kutekeleza amana, wa tarkil fawahish, na kuacha maovu. Asema wal ihsan lil jiwar, na kufanya wema mjirani. Haya ndo mambo akaja akaamrisha. Kwa hivyo tukatoka katika hali ile ya kwanza ambayo kwamba tulikuwa tunapelekwa bila ya kujifahamu, na'budu al-asnam, maana yake akili yako wewe imezibwa kabisa. Inakuwaje mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu amekukirimu na akili, unachukua jiwe unalichonga chonga kisha unakuja kuliabudu? Huoni kama akili yako ilikuwa imezibwa? Yule mmoja anamuona mbwa mwitu amepanda juu ya sanamu, anamkojolea, anashangaa, asema arabbun yabulu thulubanu fawqa ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi tha'alib. Atakuwaje Mungu huyu anakojolewa na mbwa mwitu? Amedhalilika mwenye kukojolewa na mbwa mwitu, hawezi kuwa Mungu huyu. Kwa hivyo kulikuwa taghib ya akili, ipo akili ilikuwa imezibwa kabisa. Lakini ukiangalia huko naatil fawahish, watu wako nyuma ya shahwa zao, chochote kilioko mbele yake anaweza kukifanya, hataki kujua ni halali ni haramu. Lakini na huku ukiangalia nusiu lijiwar, walikuwa na muamala mgumu na watu. Na yule wa kwanza ambaye kwamba anastahiki kupata muamala mzuri, ambaye kwamba ni jirani yake, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Anatuambia mtume, Jibrili hakuacha kunusia jirani mpaka nikadhani atakuja kumrithisha, yaani nikifariki atanirithi. Lakini muamala ulikuwa mgumu katika zama za jahili. Asema wayakulu alqawiyyu min adh-dhaif, mwenye nguvu, sawa ni nguvu ya mwili, sawa ni nguvu ya pesa, sawa ni nguvu ya cheo, nguvu yoyote ile, mtu anaitumia nguvu aliyokuwa nayo katika kumdhalilisha na kumdhulumu yule aliyokuwa mnyonge. Sasa kila mmoja ajiulize katika sisi, hali ambayo kwamba yuko ndani yake ni ile aliyoitaja Sayyidina Jaafar katika zama za jahiliya ama ile ya baada? Je, jirani yako anachokipata kwako wewe ni muamala mzito na wakuudhi? Ni wangapi umewadhulumu haki zao katika jamii? Leo unamwamini mtu, unamkabidhi, halafu anakurudishia, unasema alhamdulillah, ulimwengu uko salama, bado kuna amana. Kisha unapambana na wengine 10, unawakabidhi haki yako, inarushwa. Shekhe, utaiomba na upige goti. Haki yako waitisha, lakini utaiomba na upige goti na usipewe.
yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha alkha'in wa yukhawwanu fiha alamin. Akizungumzia zama za mwisho, mkweli ataitwa mwongo, mwongo ataitwa mkweli, mwaminifu ataitwa kha'in, kha'in ataitwa mwaminifu. Mambo yatakuwa kinyume kabisa. Kwa hivyo project ya mitume ilikuwa ni kuja kuwatoa watu katika hali mbaya, kuwajenga na kuwatengeza kuwa ni watu wapya ambao kwamba watakuwa ni wema, waliokuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala na wasafi. Hii ndio kazi yao. Kuna mambo kadhaa ambayo kwamba yanachangia mara nyingi sisi kutobadilisha zile hali zetu na kuwa wanadamu wapya. Angalia katika dua za wema waliotangulia wakisema Allahumma hawwil halana ila ahsani hal, ya Rabbi zibadilishe hali zetu ziwe katika hali iliyokuwa nzuri. Daima wanataka wabaki katika hali kama hiyo. Sisi nini kinachotuzuia kutobadilika? Kuna mambo mengi, kwa sababu wakati uruhusu tutataja baadhi. Katika mambo haya ni kitu kinaitwa at-taswif. Taswif yatokana na saufa. Nitafanya, nitaswali, nitafunga, kesho nitafanya, kesho nitaanza. Hii taswif inachangia sana. Kwa hivyo unabaki katika ile hali yako mbaya, wala hauko tayari kwenda kuwa ni mtu mpya. Kwa sababu ya nini? Saufa. Na Sayyidina Anas ibn Malik, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisema at-taswifu jundun min junudi iblisa. Hii taswif, kuakhirisha mambo, ni jeshi katika majeshi wa Ibilisi. Yani unajua katika makosa na unajua usawa ni pale, lakini hauko tayari kutoka hapa kwenda pale. Mwingine anafungamanisha na matokeo. Tasikia atakwambia nikimaliza university inshallah nitabadilika niwe mtu tofauti. Mwingine kwamba nikioa, mwingine kwamba nikienda haji. Unaona? Yani kana kwamba amepewa dhamani kwa ataishi mpaka yale matokeo ayafikie. Ni wangapi wamefariki kabla wamalize university? Ni wangapi wamefariki kabla kuoa? Ni wangapi wamefariki kabla kufanya haji? Mauti hatakusubiria wewe ufikie kile kiwango ama muda uliopangilia. Kwa hivyo chukua hatua, achana na saufa. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi zake anatuambia, Mtume sallallahu alayhi wasallam, burika li ummati fi bukuriha, umebarikiwa ummati wangu katika kurauka. Baadhi ya maulama wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallama amewaombea wale wanaofanya haraka katika kuchukua hatua. Amerauka akaenda akafanya. Yani hakujifunga na taswif kwa baadaye nitakuja kulifanya hili. Na Sayyiduna Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'an al-Karim, asema nini? Wa ajiltu ilayka rabbi litarda, nimefanya haraka kukujia wewe Mola wangu ili upate kuridhia. Nani ambaye kwamba hataki Mola mridhie? Sasa ili Mola kuridhie, fanya haraka kumwendea, usijivute. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao kwamba ameelezea aliposema innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wanafanya haraka katika kufanya khairi. Hili ni moja. La pili, kuishi katika jela ya kuridhisha watu. Kila mmoja katika wanadamu anatamani awe ni mahbub, ni mwenye kupendwa. Anatamani watu waamiliane na yeye kama vile yeye anaamiliana na wao. Na si baya jambo kama hilo, lakini litakapokupelekea kuikosa nafsi yako na kumkosa Mola wako, hapo sasa itakuwa ni mtihani. Kuna baadhi ya watu wanaishi katika huu ulimwengu, ghaya yao, lengo lao ni kuridhisha watu. Kwa hivyo kuna mtu anavaa nguo si kwa sababu yeye ameipenda, kwa sababu ndo fashion katika mji. Unaona? Kuna mtu anatumia
kifaa fulani kwa sababu watu. Na ukiona wewe unafanya jambo, hii ni alama ya kuonesha wewe unakontroliwa na maneno ya watu. Ukiona unafanya jambo kwa sababu ya comment za watu, ujue uko katika mtihani. Yani wewe kabla kulifanya, mimi nikivaa nguo hii sijui watu watasemaje, uko katika mtihani. Mimi nikipeleka gari hili, mimi nikitumia simu hii, watu watanihukumu vipi? Ina maana wewe unaishi katika kuridhisha watu. Ridha nasi ghayatun la tudraku, kuridhisha watu ni upeo usopatikana. Sikiliza nikwambie kwa ufupi, ukienda mbio kumridhisha hatoridhika, usipomridhisha hatoridhika. Ukienda mbio kumridhisha mwisho utakuwa mbaya, usipomridhisha bado mwisho utakuwa mbaya. Madamu mwisho ni mmoja, shekhe, usishughulishwe na maneno ya watu na ridha za watu. Tafuta radhi ya nani? Ya Mola subhanahu wa ta'ala. Atakhshawnahu wallahu ahqqu an takhshaw. Mwana anatuambia hivi, mnaogopa watu na Mwenyezi Mungu na anastahili kuogopewa. Ni mangapi tunavunja sheria za Mola subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kujali watu? Tumekuwa tunahofia watu kuliko kumhofu Mola subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu abadilishe hali zetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie katika mwaka huu tutakuwa ni watu wapya, ni watu ambao kwamba wataishi katika hali inayomridhisha yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Hawatoshughulishwa na maneno ya watu, hawatochelewesha hatua kuchukua, hawatokuwa na dhana mbaya na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni An-Nisaa TV.